kumtumikia Mungu katika agano hili la 7. Ndio maana Mungu anaachilia vitu vingi vinaingia kwetu. Unabii, walimu, mchungaji, injilisti, nini anaachilia kushukia na roho, usafiri kiroho nini. Anaachilia vitu vingi vinakuja kwetu. Kwa sababu anajua huu uzao ni uzao wa kwanza, anaweka vitu vya kusaidia jamii, vya kusaidia taifa, vya kuwasaidia wanadamu waliohangaika kwa duniani. Anaweka ndani yetu sisi. Mfano. Amen. Mungu chini yake. Kwa hiyo ukiamini na ukasadiki katika roho na ukajiamini wewe mwenyewe, ukajiamini, Mungu anakuwekea. Anakuwekea kabisa na unaweza kusimama na kuongea. Kama unaweza kumjenga mtu huko mpaka kalika kaja hapa. Hiyo si ni karama hiyo ndani yako. Kama maneno unayomwambia yule anatoka hapo, si Mungu anatoa ndani yako. Zumaridi ndio alikuwa anaongea huko. Unamjenga mtu mtaani mpaka analailika anakuja kanisani kuabudu Mungu. Au anakuja kusomewa ramani, umemjenga mpaka analailika. Hiyo ni karama hiyo ndani yako ujijui. Hiyo Mungu ameipanda karama ndani yako. Hayo maneno mjenga huyo ukija kusimama hapa, unatoa hayo na mengine Mungu anakuongezea. Unajenga kanisa. Unajua sasa lakini ndio wao utabakia hivyo hivyo wabariki tu kila siku. Kuna watu umekuwa tu kanisani, umekuwa tu. Wakati kumbe vitu vya kimungu Mungu anavitoa kanisani. Anakurushia vitu vya thamani na kuwekea. Kupa ya kuponya watu. Watukuze mfalme. Mafundisho na kuelekeza mafundisho makubwa Mungu anakaa ndani yako usumaridi. Anakaa ndani yako. Kutoa mafundisho unaopewa mbele madhabahu. Tayari Mungu ndani ya usumaridi ukiwa na ujasiri maana ameshakaa ndani yako. Anajidhihirisha kupitia mafundisho. Anajidhihirisha kupitia neno unapokuwa unafundisha mtu. Au unamwelekeza mtu. Au kwa kama kwa kanisa kuna watu wengi, anzia kwa nyumbani kwako, chukua watoto wadogo, anza kukaa nao. Anza kuongea nao habari ya Zumaridi. Ajue mfano. Unachukua dogo miaka 19 ngapi 8 2 ngapi waweka. Anza kuhubiri. Haleluya. Maidi anaweza Mungu ndani yake ni hivi. Unaanza kuchukua kozi pale. Ukija kufikia hapa madhabahu umeshaweza kabisa vizuri sana. Ndivyo ilivyo. Kwani wanaosomea udaktari wanaanzaje? Anachukua kama ni chula au kama ni panya au kama ni nyau au kama ni nata pasu. Anapasua pale kiumbe ambacho hata kama kikiua lakini hawezi kupata hatia yote. Anaanza kufanya operation nyau. Anaifanyia operation panya. Anaifanyia operation ndege. Anafanya operation njiwa au nini anaweka pale. Anakuwepo na kiongozi wake hapo anamuelekeza pasua hivi, fanya hivi, huu ni utumbo, hii ni nini, funga sasa. Anamfunga nyama, anamfunga panya, anamfunga chula. Hapo anaanza anachukua anachukua kozi. Kusudi akifikia hatua kumpasua mwanadamu asikosee. Kwanza anaanzia nini? Anaanzia machula. Anaanzia panya. Anaanzia nyao, anaanzia nini? Viumbe vya ndege anaanzia. Baadaye akifaulu huko anakabidhiwa mwanadamu. Anamfanyia upasuaji mwanadamu. Kesha faulu kule. Hawezi akabidhiwa mwanadamu baada ya kupitishwa huko. Lazima kwanza pitishwa huko ndipo aje kwa mtu. Maana kwa mtu kuja kwa mtu anaweza kumuua. Na kwa mtu hawezi kupita mtu mmoja akampasua, lazima aje aangalie. Daktari anapasua pale anakuwa makini. Anaangalia upasuaji anakuwa hivi. Anatulia anaangalia daktari anashunaje, anapasuaje anaangalia kila kitu anachofanya daktari. Yule anayesoma anakuwa anamfuatilia na kufuata. Anatulia kabisa akili yani katika ufahamu wake hana kitu kingine. Anatulia kabisa bwana anaangalia. Anaangalia kwa anapasua chula. Anaangalia anapasua panya. Anaangalia anapasua nyao. Mwisho wake anakuja anachukua mtu anapasua anakuwa professional. Sasa na wewe Zumaridi ni daktari mkuu hapa. Ndio kiongozi wako. Wanapokuwa na kuelekeza mafundisho, unakuwa makini. Hatukuwe mfalme. Unakuwa makini kusikiliza kuna kitu Mungu ndani yake mfalme anakiingiza ndani yako wewe. Au ndani ya wewe YouTube unaosikiliza huko. Unaofuatilia. Ndio mfalme.
Mungu anaingiza kitu ndani yako. Kwani wanafunzi wa Yesu waliwezaje? Bora waliweza kwa Yesu aliondoka, kwa mimi niondoke nife, nikuachie wewe. Ina maana wewe unaliendeleza nini? Agano. Hii mishifu taifa lako na agano liendeleza. Hii si klasi zeki. Jiombe Mungu zeki. Wewe ni zeki. Jinsi anaposimama hapa, huyo ni daktari tabibu kwako wewe. Amen. Bwana mwazidi kuelezea kufundisha. Wewe unapokuwa tuliza ufahamu, kuna kitu na kidaka kwa daktari kinaingia kwako. Kuna kitu ambacho tunakidaka kabisa katika ulimwengu wa roho, kinaingia kwako moja kwa moja, kinajisave katika ulimwengu wa roho. Ni kama wale ambao ni wanafunzi kwa madaktari wanakuwa wanaangalia kile kitendo hakifanyika kwa mwanadamu. Nimekwambia wanaangalia, wanachunguza, kwa namchunguza daktari kila hatua anaifanya. Sindano achomaga mtu kitako kwa sio watu basi gani hii hapa imeandikwa maandiko hiyo, anaangalia na maji, anachukua mnyama na mpasua, anachukua baka mbuzi na kapasua, kwa dola pasua, anafanya majaribio pale, atukuza mfano, anachukulia tena kwa daktari na maji, atukuza fahamu na mkariri daktari, anapokea kitu kutoka daktari. Huko analipa mshahara, analipa nini? Ada. Anachukua kitu kwa daktari, analipa nini? Ada. Mwisho wa siku na yeye anakuwa na kitu chake yeye. Na yeye anaajiriwa, anaanza kulipwa. Atukuze mfalme Ismaili. Yeye anaajiriwa, anaanza nini? Anaanza kulipwa na yeye kwa mwezi analipwa, ameshachukua kozi. Ameshamaliza miaka yake 4 au miaka yake. Sasa daktari ni miaka 5 mpaka 10. Mtako daktari kabisa mzuri miaka 10, unasoma 10. Ajili mfalme zaidi. Amen. Kwa hiyo unachukua miaka yako 10 au 5, unakuwa unafuatia daktari, unafuatia kila kitu mpaka una kimaki. Unakuja na ajira kama ni serikali au kampuni binafsi. Inaanza kulipa mshahara. Pesa yako ya ada unaitoa ada, inarudi. Ile pesa inarudi kuja kuanza kulipwa. Atukuze mfalme, milioni 20 katika masomo yako, milioni 50, milioni ngapi inarudi. Unaanza kulipwa mshahara mpaka miaka 60 ikafika. Kwenye akaunti yako na milioni 200 au milioni 100 ngapi? Atukuze mfalme, unaingizwa katika mgongo. Kwa hiyo na wewe hapo ulipo mtumishi wa Mungu, upo kwa daktari ambaye ni Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi ni daktari wako wewe katika ulimwengu wa roho. Amen. Sema amina. Amen. Na sio daktari wa kimwili, ni kwa kimwili amechukua kama karatasi hapo. Kufuatilia kama hivyo daktari wa kimwili. Lakini Mfalme Zumaridi ni daktari wetu wa kiroho. Na sisi tunamfuatilia kiroho. Tunapotuliza roho zetu, tunafuatilia mafundisho katika ulimwengu wa roho. Tunatuliza akili zetu, tunatuliza fahamu zetu, tunafuatilia mafundisho katika ulimwengu wa roho. Tunachukua vitu katika roho vikubwa. Baadaye na sisi tutaanza kulipwa na Mungu. Kalama zetu zikishakuwa kubwa na maana tutajisimamia. Atukuze mfalme, Mungu anaruhusu baraka kwako. Unaanza kubarikiwa sababu kalama yako imeshakomaa. Kila mtu ameiona kalama yako, inatenda kazi vyema, inawafungua watu, inawabariki watu, inawaponya watu. Inawaponya watu. Tayari unaanza na wewe kupata sadaka, unatunzwa hivi na hivi unayotunzwa. Lakini kumbe kitu hicho ulikitoa kwa Mfalme Zumaridi. Akakiweka ndani yako Mungu, ndani ya Mfalme Zumaridi. Akakipanda kitu ndani yako cha kimungu. Na wewe baadaye kutoka neemeka. Umeona? Yaani hapa ni shule kabisa kubwa hii. Ni shule inakufundisha wewe, inakupa elimu ya kimungu. Mungu anaweka makao ndani yako au Zumaridi. Anakaa ndani yako. Anakuwa na kusaidia. Atukuza Mfalme Zumaridi. Atukuza Mungu chini yako. Ni Mungu kabisa ndani ya Mfalme Zumaridi anaweka makao ndani yako kuja kusikiliza mafundisho na kumheshimu anayekufundisha. Mwanafunzi ukimdharau daktari anayekuelekeza, hautaagulia kitu kwa daktari. Kwa sababu unamdharau, hata hautaelewa. Hata kufundisha kitu roho imenuna, hakitakamata kile kitu. Sababu roho yako imenuna. Roho yako haijakamilika. Yaani hauamini kwanza daktari, unaamini. Unamchukulia simple tu kawaida.
Kwa hata leo kufundisha utachelewa kuyajua kwa sababu umpendi. Umeona? Utachelewa ndio kuyajua. Hata somo lake akija ni somo lake. Wewe unafuata ovyo ovyo maana umpendi. Hata leo kufundisha hautasikiza kwa makini maana umpendi. Haiko ndani ya roho yako. Kwa hiyo hautaambulia kitu kwenye somo lake. Atukuze Bwana. Amen. Ndivyo ilivyo sasa katika ulimwengu wa macho damu na nyama. Mfalme ni daktari kwetu katika ulimwengu wa roho. Amen. Yesu alikuwa ni daktari kwa mitume wake. Mitume aliyetulia wakamsikiza Yesu Kristo. Wakawa na utulivu, walivuna. Atukuze Mfalme. Na sio kwamba Yesu mitume aliwaambia andikeni na wafundishe, hapana. Walikuwa wanasikiliza katika roho, wanajisifu ndani ya roho zao. Wale waliomwamini Yesu Kristo wakatulia kwake, wale ambao hawakuwa na papara ya maisha, ndio hao leo tunawasoma walifanikiwa. Wale ambao walikuwa na papara ya maisha wakasema, kama Yesu atuchelewesha maisha, pesa tunakosa, hamna. Pia Yesu atuambia tuvumilie tu, tuvumilie mpaka lini sasa? Bora tuone tunazidi kukua. Umeona? Tunazidi kuwa wakubwa. Watu kutafutia maisha. Wakamwacha. Wakaenda kutafutia maisha. Shuka kwenye gari, kwenye ndege, akapanda kwa mkokoteni. Wakamwacha Yesu. Atukuze Mfalme. Wale waliovumilia mitume wa Yesu waliambulia karama kubwa za ajabu. Kwa sababu ya utulivu walioonyesha mbele ya baba yao Kristo. Kwa sababu ya kuwa makini anapokuwa anawafundisha na kuwaelekeza. Walivyokuwa wamekaa makini kuja na kufundisha na kuelekeza, ndivyo walivyopokea kutoka makini wao. Walivuna vitu vikubwa vya kimungu. Atukuze sana. Wale waliokuwa na papara, ina maana papara wakala hasara. Wakashangaa menzao wanayaona imeshakuwa makubwa na inua vilema. Wakayaona yanatenda mambo ya ajabu, vivuli vinaponya. Hizi leso. Kina Paulo waliponya leso. Hakuwahi kuomba baba au kahangaika. Waliponya vitambaa. Kwa nini nilifikia mpaka Afrika wa nguvu kwa ndani yao? Mpaka kaponya vitambaa tu hivi. Wanaponya. Kwa sababu walivumilia. Walishuka chini ya kiongozi wao Yesu Kristo. Walikubali masharti yote wakajishusha kwa Kristo Yesu. Tukuze Mfalme. Wakayafuata masharti yote. Wakajishusha kwa Yesu Kristo. Walimuona Mungu ndani ya kifua cha Yesu Kristo kupitia kujishusha kwao na kunyenyekea chini ya mkono wa Yesu Kristo. Yesu alipokuwa na wajenga wamekaa 11 na wajenga, waliyakamata yale mafundisho ndio kwa wafundisha Yesu Kristo. Waliyaweka ndani ya roho zao, wakatembea nayo. Wakaweka ndani ya akili zao. Mwisho wa siku wakawa na karama kubwa ndani yao. Mwisho wa siku wakainuliwa. Mwisho wa siku wakawa na vitu vikubwa. Sio kwamba Yesu alikuwa anawekea vitu kimwili hivi na akachukua hiki, hamna. Mungu ni roho, hakupi kitu kwa kibinadamu hivi. Kupitia jinsi anavyokuelekeza na kukueleza kupitia mafundisho ya mtumishi aliyemtuma, hapo kuna kitu na kuwekea wewe bila kujua katika ulimwengu wa roho na kupandia vitu vikubwa vinakaa ndani yako. Anaviweka ndani yako kupitia mafundisho. Mwana ukimisi kiongozi wako kufuata mwezi mzima. Ndio ndani ya mwezi umemisi vitu vingi mno katika ulimwengu wa roho. Atukuze Mfalme. Ni vitu vingi sana ambavyo umemisi katika ulimwengu wa roho, vingi vikubwa. Atukuze Mfalme. Kwa hiyo wewe uliye kama hadi hapa uko shuleni. Atukuze Mfalme. Uko shuleni maana kwa sababu gani uko shuleni? Kwa sababu yale yote anakufundisha Mfalme Zumaridi ndio yanazaa kama ndani yako. Yale yote anakufundisha Mungu ndani ya Zumaridi ndio yanazaa leo unaona tunakuwa na nabii. Ndio yanazaa leo tunaona unasimama hapo unaongea. Unahubiri mafundisho. Maelekezo yote aliyoongea dunia hapa. Yale ambayo anaongea dunia. Si ndio tumshauri. Ndio hayo ndio unaangalia hospitali hapa. Ndio maana cheko kitu kimeingia na hii ndani yake. Wewe kumbe hata wewe ndio uko mahali hapa mtumishi wa Mungu. Unaweza kusema mimi maisha yangu yameishia hapa. Kwa akili yako fupi, sio kwa ujazo wa kiroho ndani yake. Unaweza kusema maisha yangu yameishia hapa. Lakini Mungu hasemi hivyo. Ila wewe ndio unasema hivyo. Lakini Mungu aliyekuumba katika duniani yeye hasemi hivyo. Yeye anasema vingine kabisa. Kama maisha yako hayajaishia hapo. Lakini wewe unasema maisha yangu mimi ndio hivi. Yaishije?
Kwa sababu mtazamo wako wewe unatazama sana habari ya kimwili, hautazami habari ya katika ulimwengu wa roho. Atukuze Mfalme. Lakini ukitazama sana katika ulimwengu wa roho, faida iko kubwa sana kumtumikia Mungu. Ipo faida kubwa sana kumtumikia Mungu, muumba wa mbingu na nchi, aliyezitanda mbingu na nchi. Ukifuata sheria na itikadi zote za kimungu, ukazifuata, ukakubaliana sheria zote za Mungu zifuate, hakuna kazi kubwa duniani kama kuwa mtumishi wa Mungu. Japokuwa ni kazi ambayo inadharaulika, wanaidharau wanadamu mno kazi mtumishi wa Mungu, lakini wewe mtumishi wa Mungu lazima mtumishi wa Mungu. Ni kazi ambayo wanaidharau watu wengi duniani, lakini hiyo ndiyo kazi ambayo itakufikisha kwanza katika ufalme, kwanza itakutambulisha hapa duniani, itakupa kwanza umaarufu hapa duniani. Leo Sumaili anajulikana sehemu zote, yaani pote tu. Sumaili yule, mimi ningekuwa ni mfanyabiashara tu akuuza mia sokoni na ningelijua. Nilikuwa muuza biashara tu amantishia na ningelijua. Au nilikuwa nafanya kazi TRA tu nani angelijua? Tunafa. Nani angelijua? Nilikuwa na nikoshia TRA tu nani angelijua? Maana TRA na pia na kujua sana wafanya biashara. Na pia wewe kwenye kitengo kibaro. Ukiwa huko karani na kujua karani. Haina mfano. Lakini sasa angalia leo mimi Sumaili najulikana kama ni zaidi pia nini? Najulikana. Kile nifanye julikani nini? Ni karama ya Mungu iliyomo ndani yangu. Ni nguvu ya Mungu, mamlaka ya Mungu iliyomo ndani yangu. Sio watu Dar es Salaam wanijue, Kongo wanijue, si watu wanijue, Uingereza wanijue, Marekani wanijue, Tanzania wanijue. Wapi? Kalama ndio imenifanya nijulikane mpaka nje na ndani. Kalama ya kimungu ndani yangu. Atukuze Mfalme. Hakuna kazi kubwa nzuri yenye heshima, lakini ukiheshimu. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu lakini bandia, hauheshimu utumishi wako ambao Mungu amekupa. Kwa ukiwa hauheshimu pia utumishi wako ambao Mungu amekupa, hautafika popote. Hakuna atakaye kujua. Yule Mfalme Sumaili. Hakuna atakaye kujua ukiwa hapa redemption lakini. Yule Mfalme Sumaili. Watumishi wao wengine kule nje wanaojulikana kupitia nguvu zao walizonazo ambazo ni tofauti na nguvu ya Mungu. Atukuze Mfalme. Hiyo kutaka nguvu ya Mungu kufanya ujulikane, unajulikana kulingana jinsi utakavyomheshimu aliyekaa ndani yako, kulingana jinsi utakavyomheshimu aliyekaa ndani ya mwili wako. Mwili nyumba. Mungu anakaa ndani ya nyumba ambaye ni mwili huu. Ukimheshimu Mungu naye anakuheshimisha kwa sababu wewe umemheshimu. Anakuheshimisha kabisa kwa sababu umemheshimu. Usipomheshimu Mungu, hawezi akakuheshimisha Mungu. Bwana wewe hujamheshimu, anakuheshimishaje? Hayuna fahamu zaidi. Lakini ukimheshimu Mungu ndani ya mtumishi wake ambaye ni Sumaili, utakumheshimu. Na yeye atakuheshimisha kwa wakati wake yeye ukifika. Sio unataka labda kuheshimisha haraka. Siku zote haraka huwa haina baraka. Siku zote mwenda pole huyo ndiye anakulaga nyama. Siku zote mwenda pole ndiye anakulaga nyama. Atukuze Mfalme. Ukiwa mwenda pole ukamtazama Mungu tu katumika bila kuangalia tu maslahi la nini, yeye Mungu atakufikisha. Tu maana umechagua jambo jema sana katika maisha yako. Jambo la kumtumikia Mungu ni jambo jema sana. Umechagua. Kwa Mungu ndani ya kifua cha mtumishi wake, yeye atakufikisha. Lakini ukitaka kujifikisha wewe hautafika. Ukitaka kujifikisha wewe labda ujiinue, labda unajua unachua sana weza, labda hautafika. Ukitaka kujifikisha wewe hautafika. Hebu
Mwache Mungu ndani ya kifua cha mtumishi wa Mungu yeye akufikishe. Atakufikisha. Ndio maana Yesu aliongea ukijikweza unafanyaje? Unashushwa. Ukishuka unakwezwa. Kwa hiyo kumbe anayekukweza wewe ni Mungu, sio wewe. Lakini wewe ukichukua jukumu la kujikweza, Mungu anakushusha. Na Mungu ndio mwenye mamlaka nini? Kubwa. Wewe huna mamlaka. Mwenye mamlaka ni Mungu. Ndani ya kifua cha mtumishi anaweka makao. Lakini ukisema kama watu wamechuna mimi umeharibu. Kwa Mungu umeharibu. Hebu jifanye kama huna chochote. Lakini Mungu anajua una kitu. Yeye anajua una kitu. Atukuje mfano. Lakini ukijikweza, Mungu anakuteremsha. Anakuangalia hivi. Tuone kama utaweza kwa nguvu zako. Tuone kama utaweza kwa nguvu zako. Ulitafuta kwa nguvu zako, tuone kama utafika. Hautafika. Ndio maana kuta watu karama nyingi zinakufa. Karama nyingi mno zinakufa kwa sababu ya kujikweza. Anile mfalme. Lakini kama ukijishusha kama level tukatenga. Hebu katenga kabisa baba, hebu mwangalie Zumaridi. Tazama mimi nilivyoshuka. Wakati mimi ni mfalme. Ningekuwa sijui nisemeje. Jinsi ndivyo mfalme. Kizai kama kuna mtu nilisongelea. Kwa jinsi hata jina tu mfalme Zumaridi ni kubwa mno jina. Sizeni kama kuna mtu hata kama angenisogelea na mkunjia X kwa sababu ya ufalme wangu niliona. Yaani sogelea hapo ananisogea kwa kuogopa. Anatetemeka na ule uoga sio wa kiroho, uoga wa kimwili. Kwa jinsi wewe ulivyo, hakuna anakusogelea. Akija anakuja. Sio kama anaogopa si kilichomo ndani yako, anaogopa jinsi ulivyo. Mwili wako. Atukuze mfano. Amen. Ayule mfano Zumaridi. Amen. Kumbe hiyo Mungu haipendi. Mtu tu akienda kanisa kama hili, nyie tuliokaa au tu hawa tu, nyinyi ni wengi mno. Hawa waliokaa upande mtu wamiliki hawa. Mtamwona mitaani. Mtamwona mitaani. Hawa hapa tu. Hawa ni wengi mno. Hawa. Na hata hawa ni wengi. Utamwona sisi mtaa walivyoweka hapa, alafu kufesi, alafu tembea, jua niko kwenye huduma sio tataka baadaye. Wadogo tu hao kile ameshaweka mabega juu. Ameshaje kubeba bufkesi ameshaweka. Foyenga anatembea, kila mtu amjue ni mchungaji mtaani. Kila mtu amjue kama huyu anaongoza. Hadi akipita tu. Si mwana mchungaji, hata kama ndio mtaani mchungaji, anakujua. Anakujua kabisa moja kwa moja kama huyu ni mchungaji. Lakini mfalme Zumaridi hata kama ndipita wapi. Hamna mtu akumgata mtu tena sura hivi hata niona Facebook. Au YouTube ni mfalme sura ione. Atukuze mfalme Zumaridi. Hawezi akajua kama huyu ni mfalme. Cheka na watu, au tembea na watu, anakufurahia nao, anakujishusha, alafu nini? Hakuna mtu anayeweza kujua huyu ni mfalme Zumaridi. Ayule mfalme Zumaridi. Ayule mfalme Zumaridi. Lakini kama ukijikweza, kila mtu anakujua kusoma kama huyu nani kanisani. Wewe nani? Tayari unashuka. Atukuza mfalme. Mungu anajua una roho nyingine imo ambayo sio yangu Mungu. Imo ndani ya huyu tayari imo roho. Ya inataka heshima. Inataka ukubwa. Mungu anahamu. Unabaki na kukuru peke yako. Mungu au Zumaridi ameshahama ndani yako siku nyingi. Unaweza kwenda nani peke yako. Atukuze mfano. Kumbe unatakiwa mtumishi wa Mungu ili kusudi Mungu au Zumaridi, Mungu ndani yake akae vizuri ndani yako. Shuka. Shuka. Hiyo ndio desturi ya Mungu. Shuka kabisa, teremka chini.
Penda watu wote, wakubwa kwa wadogo, vipofu kwa viziwi, wenye pesa na sio na pesa. Atukuze mfano. Wote walika zote, wote wawe wakwako, wote walika zote. Hapo ndipo tunapoona utukufu wa Mungu na ndani yao kusaidia jamii. Kwa sababu Mungu anaweka makao ndani yetu, sio kwa sababu tujikweze sisi, au sio kwa sababu ya manufaa yetu sisi. Nisikize vizuri sana. Mama, jifunza utumishi wa watu wengi. Mungu anaweka mamlaka kubwa kwetu au kwangu mimi. Amekaa ndani yangu mimi Zumaridi Mungu. Yeye mwenyewe mnashuhudia Jumapili hapo wote mpigwa ganzi. Tukiwa Jumapili. Wewe mpaka ufikia hatua ya kutamka tamko Mungu atende kile. Hebu jaribu. Mpaka ufikia hatua Mungu aweke makao ndani yako kuheshimu tamke jambo tu. Vurugo bongo wako. Ndio vurugikiwa pale pale. Hebu jaribu kama unaweza. Atukuze mfano. Amen. Yule mfano zaidi. Hiyo ni mamlaka kubwa sana ndani ya mwanadamu mwako na Mungu. Mamlaka kubwa sana hiyo ambayo Mungu amepanda ndani ya mwanadamu. Ya kuweza kutamka jambo Mungu hata sekunde haijafika. Mtu anakuwa tayari yani pale amesha tayari. Hicho ni kitu kubwa sana. Unakipataje sasa kikae ndani yako na wewe? Ule na maana kipo ndani ya mfalme Ismaili. Na kipo kwa sababu wewe kiingie ndani yako kikatende. Kikaokoa jamii. Mungu haweki vitu vikubwa ndani ya Zumaridi au ndani yako wewe kwa kujifurahisha wewe. Kwa kujifurahisha, kujisifa, kujiinua, kupata pesa. Mungu anaweka vitu vikubwa ndani yako, ndani yangu mimi. Kwa kusaidia wanadamu walioko duniani. Wanadamu waliofungwa. Wanadamu wenye matatizo mbalimbali, wenye magonjwa, mizigo na kila aina na kadhalika. Mungu kupitia wewe aweke huru wale. Atukuze mfano. Mungu kupitia mwili wako. Maana yeye Mungu hana mwili, hana viungo, msinielewe. Yeye ni roho. Kwa ili asaidie wanadamu, lazima tafute mwanadamu akae ndani yake ili kusaidia wanadamu na kuonyesha mambo makubwa na ishara kubwa ndani ya mwanadamu, ili wanadamu wamwamini Mungu ndani ya yule mwanadamu, na wanadamu wao kimwamini wapate uhuru wao. Na ndio maana Mungu sasa anaonyesha makubwa ndani ya ule mwili. Paraizi, mtu ana paraizi. Umeona? Kwa kipofu, mtu anakuwa kipofu. Umwa tumbo, mmoja mtu anakuwa tumbo. Fanya hivi kila kitu anatamka. Mungu anayaonyesha hayo sio kwa sababu ya kumfurahisha Zumaridi kwamba sasa onekane ana Mungu sasa tembea na hivi. Sasa nimeshakuwa na mamlaka kubwa inaonekana kwa watu wote mpaka kazi zime imenyamaza. Sasa ndo atembeza mfalme Zumaridi atembea hivi watu wote wamuone ana mamlaka ya kufanya mpaka watu wanakuwa vichayana acha kabisa. Mungu afanye hayo ili kusudi Zumaridi sijui awe ndio mnosi sasa hapa sikusu mtausogele. Sasa acha wewe. Nifuate kwa muda ofisi. Hafanyi hayo kusudi ziweje awe hivi, hapana. Mungu anayafanya hao ndani ya mfalme ili wewe imani yako ikue. Ikishakuwa imani yako Mungu atende kupitia mfalme Zumaridi akuponye wewe. Hata wewe unifuatie katika YouTube. Wote wabariki Marekani, Ghana, California, Hong Kong, wote na kadhalika. Naongea na mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana. Mungu ndani yake. Mungu aonyeshe ishara kama hizo ili sasa nijisikie mimi. Atatoka haraka sana na hapo hivi kwa hiyo toka. Nikifanya pia hapo tu. Kwangu atoki huo. Amen. Anafanya hayo ili kusudi watu wote wasadiki kwamba ndani ya mwili huu kuna Mungu. Wakisha sadiki, ina maana wote ufahamu wao utaelekea pale.
kutenda hiki. Mungu ndani ya mfalme Zumaridi kama ameweza kutenda jambo hili, kumbe na mimi ufahamu wangu ukielekea kwenye mwili wa mfalme, nikimwamini Mungu aliyetenda tukio hili ndani ya mfalme, napona. Na ndio maana Mungu alimwambia Musa, unachoka, inua nyoka wa shaba na watu wako wapone. Wana wa Israeli walivyomsumbua Musa, Mungu alimwambia Musa, akampa tekniki Mungu mwenyewe. Akamwambia Musa kwa njia ya sauti, inua nyoka wa shaba, wana wa Israeli watazama. Watakapotazama wana wa Israeli wapate kupona. Kwa hiyo sasa nyoka gani? Kwa hiyo sasa nyoka anasema umbo la nyoka ndio hapo foto kwa wanapona. Ina maana wale wana wa Israeli walikuwa wameshamkinai Musa. Mbona? Walikuwa wamuelewi Musa. Fahamu zao zilifurugwa. Kanisikia tumishi wa Baba? Mungu akamwambia simamisha nyoka wa shaba. Tenda tukio lolote kanisani. Atakuja mfano. Mbona una mamlaka? Onyesha ishara yoyote watu wanazeni waione ili hofu zao zirudi upya wa kuamini. Amina. Wapone roho zao. Baba roho zao zimekufa. Ndio maana inua nyoka wa shaba ili watazame. Wakitazama wanapona. Sio kupona miili yao, kupona roho zao. Walikuwa tayari wameshajikinai na Musa. Wala kama vile mbona tupati hivi, mbona tufanikiwi? Yaani kabla hawajafikia kwenye mafanikio, ili wafikishe kwenye mafanikio, muinua nyoka wa shaba pale utazame. Wakitazama imani zao zinakuwa, wanaendelea tena kwenda mpaka tafuta kusudi